Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo tafakari ya neno la Bwana katika Injili, tunaendelea kukutana na mwendelezo wa hali ya kutokuelewana kati ya Yesu na Wayahudi. Na mambo yamekwishaonekana hadharani kwamba lengo la viongozi hawa ni kumteketeza Yesu. Kwani leo na jana wameinua mawe kabisa kutaka kumpiga. Kanisa leo limepanga somo la kwanza kwa namna ambayo tufanya tuingie katika mateso ya Yesu. Ndugu zangu, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Yeremia. Tunakutana na Yeremia akimlilia Mungu amuokoe, kwani amekosa mtu wa kumuokoa, kumtetea ndani ya ile jamii ya Kiyahudi. Kila mtu amepanga kumteketeza, hata wale aliowategemea wamlinde, watu wa nyumbani mwake wamemgeuka kabisa. Hivyo hana msaada, anamuomba Mungu amuokoe, kwani yeye ndiye msaada wake tu. Hali hii iliyompata Yeremia, ndugu zangu, katika Injili sasa tunakuta ikimkuta Yesu katika ukamilifu mkubwa kabisa. Yeye alikuwa ni wa familia maskini tu, anahubiri neno la Mungu. Sasa wengi, hasa wale wenye nguvu, wanamkataa na wameshampangia mipango ya kumteketeza. Hivyo Yesu hana lolote licha ya kumlilia Baba, kwani mipango imekwisha pangwa ya kumteketeza, na leo anataka kupigwa mawe hadharani kwa kuongea ukweli, kwa kutoa mafundisho safi kabisa mbele yao. Wanashindwa kulipokea hili, ndugu zangu. Ndivyo ilivyo, ndugu zangu. Katika haya tumshukuru Mungu aliyekubali kujitoa kwa ajili yetu sadaka. Yeye amejitoa sadaka kwa ajili yetu. Pia tujiangalie na hali yetu vile vile. Nasi pia tunao maadui kila mahali. Labda wengine wana nguvu zaidi yetu, wanapambana na wewe pengine kama Yeremia na Yesu, na unajua kabisa kwamba hawa watu nikipambana nao sitashinda kwa sababu wana nguvu, au tatizo nikipambana nalo sitalishinda, ninahitaji nguvu ya Mungu. Ndugu zangu, lazima tumkimbilie Mungu, yeye ndiye atakayetushindia. Lakini ukimkosa Mungu, watakusumbua, watafanya propaganda ajabu, hata za uongo, ili kukuteketeza. Maadui wanapokushambulia usipokuwa na Mungu, kwa kweli ni hatari. Lazima tumweke Mungu karibu kama Yeremia alivyomweka Mungu karibu, kama Yesu alivyo karibu na Baba. Wengine labda tulikwisha inuliwa mawe na maadui zetu pengine katika wakati fulani, lakini tukashinda. Tukarushiwa mawe, tukasengenywa, tukasema tunajifanya, tunaringa, tuna majivuno na nini, lakini kumbe hata hatukuwa hivyo. Nishukuru Mungu kwa kututetea. Pia somo hili tumsikia hapo Yeremia akimlilia Mungu na Yesu akimlilia Mungu kwa sababu ya Wayahudi. Kwa kweli lazima na sisi tushtuke. Wale ambao tunawadhulumu, wale watu ambao wanamlilia Mungu kwa sababu ya sisi kuwaumiza, kwa kweli hakika Mungu atasikia tu. Watu kama mayatima au wajane wakimlilia Mungu, wanavyosikilizwa, na sisi kama tutakuwa tu hatujaungama, hatujaamua kujipatanisha nao na kuomba msamaha, kwa kweli hakika Mungu atarudi na atatutenda vibaya. Sisi tuwe watu ambao tunamuona Mungu ndani ya mayatima, watu walio kata tamaa, tuwasaidie ili tusije tukapigwa na mapigo ambayo yatatokana na sisi pengine kuwanyanyasa. Sisi tusikubali kunyanyasa mtu yeyote. Tambue watu wanasali, watu wanamlilia Mungu, kwa kweli tutapigwa mapigo makubwa kama hatutaamua kujipatanisha na wenzetu, kaa karibu na wenzetu, na pia kutokudhulumu mtu yeyote, kulinda majina mema ya wenzetu na kuwatetea. Lakini tukiwanyanyasa na kuwasengenya na kuwachafua, hakika na wao pia wanapiga goti mbele ya Mungu na Mungu atawasikiliza tu. Na kutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Endelea kukumbusha shajara zetu za sala mbashara bado zipo pale St. Joseph Cathedral kwenye container la kwaya. Shajara bado zipo za 2025, zipo. Masomo tafakari imechambuliwa vizuri kabisa. Msimbazi Bookshop na San Damiano au Padre Pio Shrine hapa Dar es Salaam zipo. Lakini kule Moshi Bookshop pia shajara zipo. Jipatie nakala yako, unoe
wigo wako, namna ya kutafakari vizuri, hata mbele ya wanajumuiya wenzako, hata mbele ya watu. Hii itakusaidia. Zipo pia sala za Mtakatifu Padre Pio za kuomba uponyaji. Nakumbuka ile sala inaomba uponyaji, Mungu apite katika kila kiungo cha mwili, akirudishe katika upya kama alivyoviumba mwanzoni. Sala hizi ni nzuri. Nipatie shajara yako basi uweze kupata sala na tafakari mbalimbali za vipindi mbalimbali mwaka mzima.